Mtazamaji mpendwa wa Kivu Morning Post TV, karibu kufuata marudilio ya wiki. Ni habari ambazo zimepiga fora hapa mjini Goma. Kipi kinaendelea huko na kule Goma na kando kando? Kazi za ukarabati wa barabara zimeanzishwa rasmi hapa mjini Goma. Tumeweza kutembea huko na huko mitaani na tutaweza kuelezea ni kipi kinaendelea. Wakati haya kijiri, parking pia nazo zinaendelea kutengenezwa na kuboreshwa hapa mjini Goma ili kuepuka msongamano na maajali za barabara. Wakati haya kiendelea kwenye soko la Kahembe wa Maibobo ambao wanajulikana kwa jina maarufu hivi hapo mjini Goma, ama Wakuluna kwa lugha ya Kinshasa ama Lingala, wameonekana tena ndani ya soko hilo kubwa la hapa Kahembe. Kisha wakuu viongozi wa AFC kukataza watoto ambao wanakuwa na umri chini ya miaka 18 ambao wana makazi kuweza kuonekana ndani ya masoko. Wengine wanaendesha hata wizi. Ni namna gani hali inaendelea ndani ya soko Kahembe? Nitapata habari hizo ndani ya video ya wiki. Mpendwa mtazamaji, ninakuwa hapa na Sofia Ladiva. Jambo na karibu. Jambo Jospin Angi, jambo tena watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV. Sofia Ladiva ni mtangazaji wa kipindi Dans les rues de Goma. Anatembea mitaani huko na kule ili kuweza kuchukua maoni ya wakaaji kuhusu maisha na kuhusu mbinu na mezuri mbalimbali ambazo zinaweza kukamatwa na viongozi. Tunaanza na habari hii ya barabara ambazo zimeanza tayari kutengenezwa na makolekteur dozi mwezi moja ili kuepuka mafuriko wakati wa mvua. Umetembea ni eneo gani ambako barabara zinatengenezwa kwa sasa, na eneo gani ambako kunakuwa bado besoin ambako wakaaji wanasema huku nako wakuje kutengeneza mifereji, mashimo mbalimbali ambazo zimekuwa zimetubuka barabara? Ndio, asante sana Jospin Angi. Kitu yenye inaleta furaha tena kwa wakaaji wa mji wa Goma kuona tena AFC 123 ilifika ndani ya mji wa Goma, na wengi wa wakaaji walikuwa hawawazie kukotea development. Na leo development inaonekana. Premièrement, kazi za ukarabati wa barabara na kufungula ile tunazoea kaita makanivo, makolekteur, ile mifereji yenye ilikuwa inafungana. Kote ya cercle pale fasi wanaita rond point ya 8e region militaire, kazi zilishaanza pale. Jumai ilikuwa na zama pale sana. Kupitia tio, kulikuwa tio moya ya Régie des Eaux ilikuwa na pata pan sana pale, mais avec le temps Régie des Eaux shatengeneza na hakuna tena ile probleme. Juu wakati tuko noni wakati ya mvula, maji wakati nashuka kutokea kote ya Instigo inashuka kwa ile barabara ya 8e region militaire, ile mfereji ama kanivo ilikuwa inayala sana na maji na stanyom barabara ikakuwa na shida ya kwanza kupasuka. Tunaona deja lancement ya travaux ya rehabilitation ya ile fasi inaanza kuonekana, na wakaji wanashukuru sana kuona tena wakubwa wanawakumbuka kwa kutengeneza barabara. Ngambo ya pili tunakamata kote ya station Simba Ndosho, pale kwenye mai na dema sana, ba motar bananguka mule ndani, ba pieton memement banakuwa na difficulté ya kuvuka ba mkartier kwenda kusoko pale Jumangaribi, pale kuna le masoko kabambi kabisa. Wakati mvule na nyesha maji na dema sana, na wakaaji wanalomba tena wakuu viongozi kuenda kusaidia kazi zenye zinakuwa pale, kwani kunakuwa mmoja mtoto wa Goma tuweza kumuita vile ni entrepreneur anajitoa kwa kusaidia hizo kazi, lakini wakati wanaona ke ye binafsi hataiweza, lakini gouvernement ikakia kusaidia ile mai deja itaisha. Ile kibambazi ya kanisa ya Témoin de Jéhovah haitakuwa tena muriske sana, parce que mai ilikuwa napiga sana kwa ile kibambazi, mais aussi ba commerçant ba pale batakuwa banatumika bila wasiwasi wakati ya mvula. Kuna mfereji kubwa ambayo kutoka hapo mbele kwa mode barabara ikuanza kwa asfalti, tuone inashuka mpaka Cathedral Kituku. Kuna mfereji kubwa pale, naomba tu watushe mfereji kutoka pale kwa kanisa la Témoin. Wachimbuwe mzuri, tutaendelea ya kushuka, tutaangalia ndani ya image hizi zinapita ili kwa mzuri. Yani tuna interpeller wa kutoka 123 basi kazi zibakie mvile tu. Ndio.
Basiweze kubakia tu huko ndani ya town, bashuke pia huko. Ndosho unakuwa aussi pale mbele ya Cage de Entrée Cage. Kwa fasi kubwa ambako barabara ishabomoka yote. Drone kunakuwa simu, watu wanaenda kutoka yule na chini wanapita kunakuwa risk ya accident. Lakini tayari kazi hizi imeanza, tuna imani kuwa watafikia maeneo. Ndio. Na maombi ni gani mpongea na watu? Tulijogelea watu wanasema barabara wakaaji mingi sana wanasema ke barabara za Goma zilikuwa zinakosewa mifereji. Tukaangalia kote ya walijenga toka katika goudron makadano lakini hakuna mifereji. Tukakamata tena axe ya afya bora na kia kote ya Ndosho tu ile njia mifereji nayo haiko. Wakaji wanalomba msaada kwa wakubwa kudebushe na kufanya ile kazi ya mifereji juu mai kakwa na shuka barabara zitaharibika zote. Kama kuna kwele makanivo barabara za kabambi na deja mai haitakuwa na stanye juma ikisha stanye fasi mwa barabara deja inakuwa na problem. Kuna kwa pia hiyo swala ya maparking hapa Goma. Ambutiaje zilikuwa parking za mingi ziko barabara kwa goudron za na ambutiaje sasa kula joa pale parking ya Masisi Ndosho na Kishero. Wakuu viongozi walisimama kwanza watakupata parking kubwa itakuwa kule kusoko ya Mugunga. Ingine itakuwa kusoko Kaembe. Lakini tumeona kwa sababu wanajenga hapa chini ya barabara ya kuna mpaka ambao wanaleta parking ya Masisi. Ulitembelea Kaembe. Hali ya ile parking kule iko aje? Mugunga ni aje? Kisha na hapa Goma na hapa katikati ya vile sasa pale ku Ndosho. Kazi zimeendeka namna gani na wana pana commerce gani kwa ajili ya zile kazi za parking? Tukanzia kote ya Kaembe projet ya kujenga parking haianzishwa mzuri mais kungaliki ile embouteillage mais au fur et à mesure wakubwa sasa watafika kwa ile kote na wataangalia bikafika magharibi ile njia ya aéroport ni problème très sérieux ju mouvement yote batu ya Kabutembo batu wanayoa Goma katoka Birere unapanda ukaenda kote ya aéroport mwingine iko Kabambi kule Kabutembo mena ile mouvement pale na magari kushimama magari na watu kutandika na soko ni kubwa me mtu anakia emea nafasi ya kutia gari anakuwa obligé kutia pembeni ya barabara. Tukashuka tukakutana parking ile deja ishajengewa yuko kote ya rond-point Ruchuru ile iko kote ya petite barrière la Sava. Tukatwala destination ya Ndosho mena tukafika Ndosho parking ya Masisi. Pale deja na yuko kubarabara kabisa tena nifasi kwenye kuko savile bonde. Kashimu mwa hivi unaona gari natoka ngambo ya Katindo fika pale kama ilikuwa na vitesi ya mingi inaenda keshia mubatu. Ba moteur ya Masisi biko pale. Donc axe yote donc njia yote ya Masisi ba moteur bote wanashimama pale. Mwingine yote ya Masisi donc hatimaye hapo kazi zimeanza. Pale kazi zinaanza sasa ya kujenga kote ya chini na banasema ni kitu ya mzuri. Ju deja hapo banakuwa épargner les dangers à accident premièrement na ya pili itaba permettre kujipanga kwa usawa na banapata fasi ya espace ya kabambi ju pale deja ni kubarabara ni kufungana lakini sasa banakuwa kule ku parking kutakuwa espace na ba client bataji adapter ju haina mbali ni kutoka ku gauche unaingia juste ku droite unavuka tu barabara na fasi gisi kwa ya kabambi ta permettre ba motard ya Masisi bote banatumika na fasi ya sécurité. Je parle le kufungana mais aussi les problèmes à accident touche à soulever na itakuwa na solution quand même par rapport na zamani. Surtout parking pale chini ya parking ya Masisi ile barabara kujenga pia watatia goudron ni projet ili kutana na barabara njia chini ambayo inatoka la Saint-Pierre inaenda CCLK. Yani ni projet kubwa na ikimalizika itapunguza pia maembouteillage parce que watu wataona tokea tu Mugunga wanashukia pale wanatokea kule chini wanapanda itakuwa ni jambo zuri. Mfuate basi mmoja kati ya maengineer ambao wanaendesha ile kazi pale anatoa maelezo akijibu kwa masuala ya Celestin Sibomana. Desengorgement ya hii mwingine juba watu bakule wanatoka kule wanashuka hapa wanaenda mpango zao. Kazi nyingine ya pili ni kufanya kazi ya parking
public. Ya parking public. Hii parking ya public iko na nani na etape tatu. Kuko parking ya kwanza ya mabisi. Hizi mabisi za kutoka Sache, Mugunga na kando kando zenye zinaenda muvile ya Goma. Zitakuwa zina parking hapa. Zinakamata abiria, zinawapeleka mjini Goma. Donc hii ni parking public. Mabisi, trois-pine, mabajaji zinakamata abiria, zinawatosha hapa, zinawabeba Goma. Na kuko zingine za kutosha watu hapa zinawapeleka Mugunga na Sache, Masisi, Ruchuru na Walikale. Hii ndio kazi ya ndio etape ya kwanza. Etape ya pili hapo chini. Kuko mamoto zenye mnaona kubarabara. Ulivua pale chini. Mamoto za kutoka kubarabara za kuparikingia kubarabara hazitakuwa tena. Habari tatu kwa kumalizia marudio ya wiki Sofia ni wa Maibobo, les enfants de la rue ama wakuluna wameonekana tena ndani ya soko kubwa Kahembe. Japo wakuu viongozi, meya wa mji alisema alianza operesheni ya kuwaondoa, ya kuwasaidia kukutana na jamaa zao, wengine kuwasaidia kuwareinsere mu community na kuweza kukamata wamwizi, kuwafunga. Hao watoto wameonekana tena. Mlikuwa huko, ni vipi? Tulifika ndani ya soko kula Kahembe, kule kuko mouvement ya Kabambi parce que ni soko yenye ina fournir tomates. Donc kafika pale tomates, yote na Rwanda inafikia pale. Mouvement iko ya mingi sana ya wa commerçant pale, meshida wanapata ni bwizi ya bale batoto bachaudia bale tunaita ba Maibobo bakuluna. Bale watoto wanaanza onekana hizi masiku kwa wingi sasa. Tena inakuwa age ya 17 ans kusuka. Na unakutana ndani mtoto wa 8 ans, unakutana ndani mtoto wa 10 ans. Kitu yenye natupatia hofu sana ni wakati kuona batoto biko na system ya mpya ya kuiba onyo na kuiba makikapo. Donc banafunga ma mijareti na hii kitu tunashona nao viatu. Banatupa, inaingia kwa kitu yako, banakokota na banakuiba. Sasa wamama wachuuzi wanakutana ke alitia onyo za 5000 francs. Haya ujisha memangaliba nakutana ke iko na 3000 francs. 2000 francs nenda wapi onyo ya 2000 francs. Batoto banaiba. Banaomba kwa viongozi kuangalia gisi ya encadrer tena na ku récupérer parce que campagne celle kwa ka lancer à 0 Maibobo mobile à Goma chini ya uongozi wa AFC 23. Espoir ilikuwa ishakuwa kwa commerçant jo walikuwa na batanza kwa na churuza msécurité totale. Mais hivi wanarudia tena na kwa inquiétude kwa commerçant jo bwizi inaongezeka, mais aussi batoto wanaendelesha ile bwizi ya bila huruma. Hata sakosha kwa makuta batakuiba banaenda nayo. Asante sana, tunatoa mwito kwa viongozi meya wa Goma. Tunajua anasikia sana malalamiko ya raia wa Goma. Bwana Mheshimiwa Katembo Ndalieni Julien, tutaweza kuongea naye pia kujiana naye kama kwa sababu ya Kimoni Post ili aweze kushuka tena hapo na service competent zote ili swala ile watoto waweze kushughulikiwa, hawatafukuziwa na wakongomani, wataweza kuwa encadrer na wakuu viongozi na wengine watabishwa kwa wazazi wao na ambao ni waamuzi wa mkoa wakubwa wataweza kuadhibiwa kama ifuatavyo. Tunakushukuru basi Sofia Diva kwa kuweza kutembea mitaani dans les rues de Goma ili tuweze kupata hizi habari zote kwa muda. Basi mpendwa na mtazamaji, ni pamoja na habari hizi ndio tunakomesha marudio ya wiki kunako Kimoni Post TV. Asante kwa kutegea sikio mwanzo hadi mwisho. Usikose kujiabone ushene yetu. Tuko hapa Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane wiki nyingine na kwa habari zingine.